الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Enyi waja wa Mwenyezi Mungu, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hotuba yetu ya leo itakuwa ndani ya anwani isemayo swala iliyotanguliwa na udhu wenye sura hii hukufutia madhambi ukawa kama siku aliyokuzaa mama yako mzazi. Swala iliyotanguliwa na udhu wa sura hii hukufutia madhambi ukawa ni kama vile siku aliyokuzaa mama yako mzazi. Ndugu zangu Waislamu, kwanza lazima tuelewe logic ya sala, falsafa ya sala, mantiki ya sala. Kwa nini swala imefanywa kuwa ni daily, yaumiyan, kila siku? Kwa nini swala nayo isifanywe kuwa ni ibada ya msimu wa mwaka mara moja kama ilivyokuwa hija, swaumu, zaka, arafa, ashura na ibada nyingine? Lakini kwa nini sala imekuwa ni ibada ya usiku na mchana? Hii ni kuonyesha kwamba ibada ya sala na viambata vyake, ibada ya sala na viambata vyake vyote ni ibada ambayo ina connection ya moja kwa moja na maisha ya mwanadamu na hususan Muislamu. Swala tano imefanywa ni ibada ya kila siku ni kwa sababu yenyewe ni sawasawa na damu katika mwili wa mwanadamu. Swala ni sawasawa na maji katika mwili ya mwanadamu. Mwanadamu hawezi akaishi kwa kukosa maji na kwa kukosa damu, atakufa. Na hivyo hivyo swala jinsi ilivyokuwa ina mahusiano na mafungamano ya moja kwa moja na maisha ya kila siku ya Muislamu. Kwa hiyo mafanikio ya mwanadamu yanakwenda sanjari na sala tano. Sasa kabla ya kuingia kwenye sala kuna udhu. Huwezi ukaswali bila kutawadha. Ndipo tunapowakumbusha Waislamu duniani kote kwamba sala iliyotanguliwa na udhu wa sura hii tunayoielezea, swala hiyo inakufutia madhambi. Udhu huo unakufutia madhambi na kukuacha ni kama vile siku uliyokuwa katika tumbo la mama yako. Na kwa sura nyingine, motoni mtu anajipeleka mwenyewe kwa kumwambia Mwenyezi Mungu kwamba mimi sihitaji kwenda peponi, ninaomba mimi Mwenyezi Mungu nitie motoni, kwa sababu Mungu ametuwekea viashiria vya kheri, viashiria vya thawabu ambavyo vinatutakata, vinatusafisha na madhambi every day, kila siku, likiwemo hili ambalo leo tunawajuza Waislamu duniani kote.
Khutba yetu ya leo itabebwa na sahaba mtukufu aitwaye Amri ibn Abasa as-Sulami radiyallahu anhu. Sahaba Amri ibn Abasa as-Sulami, huyu ndiye ambaye anatupa mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, namna gani udhu na sala vinapomfikisha Muislamu katika kumtakata na madhambi. Udhu na sala, na hata hii ibada al-Jumaa, akitokea Muislamu akatawadha kwa sura hii ambayo tutakayoieleza na akasali katika sura hiyo, basi huyo awe na yakini kwamba ameondoka katika salatul Jumaa akiwa hana dhambi, kayaumi waladathu ummu, kama ile siku ambayo amemzaa mama yake mzazi. Amri ibn Abasa huyu alikuwa ni katika Waislamu wa mapema mno kutamka shahada mbele ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni katika masahaba wa kwanza sana, ni katika ile 10 bora iliyoingia Uislamu mapema. Kiumbe wa Mungu huyu Amri ibn Abasa as-Sulami naye yupo. Yauma min al-ayami, siku moja katika masiku, alikwenda katika university ya Bwana Mtume Muhammad, akamkuta Mtume amepumzika. Hawa walikuwa na ile hamasa ya kutafuta elimu, tofauti na hivi sasa. Mtu anaweza akamtembelea shekhe au akamkuta shekhe amepumzika, badala ya kumuuliza masala ya kitaaluma ili ufaidike wewe na ukawafaidishe wengine, unaanza kumpigisha story yule shekhe za Simba na Yanga au story za kisiasa. Masahaba hawakuwa hivyo. Masahaba ilikuwa mtu anaweza akatoka nyumbani kwake akaenda kwa Mtume, akifika ausini ya Rasulullah, niusie. Yani mtu anakwenda kwa Mtume anamwambia Mtume niusie. Anakwenda kwa Mtume kisha anamuuliza maswali, na maswali hayo ndio leo sisi tunatembea nayo. Sallu ala Muhammad. Sasa huyo Amri ibn Abasa as-Sulami alipokwenda katika university ya Bwana Mtume siku moja, akamuuliza, ya Rasulullah, ebu nifahamishe mambo ya Uislamu. Akamfahamisha Uislamu. Nifahamishe mambo ya sala. Akamfahamisha mambo ya sala, nyakati zake, adhuhuri wakati wake ni upi, unamalizika muda wake wakati upi, alasiri wakati wake ni upi, unamalizika wakati wake ni upi, magharibi wakati wake ni upi, mwisho wake ni upi, isha, subhi mwisho. Sasa akauliza swali ambalo leo sisi ndilo tumelijengea anwani au topic ya khutba yetu. Amri ibn Abasa as-Sulami alimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, arifni, akhbirni hawla alwudu, ewe Mtume, ebu nijuze kuhusiana na udhu, nifahamishe kuhusiana na udhu. Udhu una nafasi gani? Twatawadha sisi kila siku mara 5 au zaidi ya mara 5. Ukitengukwa na udhu unachukua udhu. Ebu nijulishe ya Rasulullah kuhusiana na udhu. Na hapa Muislamu uwe be careful katika jambo ambalo ni makosa Muislamu kutolipupia, ni jambo la kutodumu na udhu. Muislamu anytime anatakiwa awe ni mwenye udhu. Udhu ukiharibika urudishe pale pale, tawadha.
Udhu una mafungamano na maisha yako. Al-udhu silahul mu'min, udhu ni silaha ya muumini. Udhu, tusipende kutembea bila ya udhu. Katika wacha Mungu ambao mimi nimewashuhudia hapa Tanzania, yupo mcha Mungu mmoja, shekhe mkubwa, alikuwa katika mji wetu wa Temeke. Yeye alikuwa anatembea na birika ya maji ya udhu. Alikuwa anatembea na birika ya maji, anatoka nyumbani kwake ana birika yake. Akienda kufanya jambo la kumtengua udhu, basi anatawadha kabisa. Ona hawa watu jinsi walivyoelewa thamani ya udhu. Kutokuwa na udhu maana yake ni kujiweka wewe mwepesi. Udhu kwa sura nyingine maana yake ni kama vile patriots, yale makombora ya kuzuia makombora. Udhu maana yake ni kinga inayozuia makombora. Makombora gani? Kuna mashaitani njiani, kuna maibilisi njiani, kuna mambo ya hovyo njiani. Yanapokukuta wewe upo kwenye udhu uliokamilika, hivi vitu vyote vinakunusuri kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ndio maana Amri ibn Abasa as-Sulami anamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni hawla al-wudhu, nifahamishe, nieleze kuhusiana na udhu. Sasa Mtume anasema maneno yake, ma minkum rajulun yuqarribu wudhuahu, hakuna mtu yoyote miongoni mwenu nyinyi Waislamu anayeandaa maji yake kwa ajili ya kutawadha. Ma minkum rajulun yuqarribu wudhuahu, hakuna mtu yoyote miongoni mwenu anayejiandalia maji yake ya kutawadha, maji yake ya udhu. Fayastanshiku fayatamadhmadhu, akasukutua. Yani kusukutua sio fashion. Kusukutua maana yake ndio mtiririko wa udhu. Fayatamadhmadhu, akasukutua maji yake. Wayastanshiku, na akayapandisha puani maji yake. Fayantathiru, na akayatoa puani, yani unayapandisha na kuyatoa puani. Illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi, isipokuwa hupuputika. Illa kharrat khataya wajhihi, isipokuwa hupuputika makosa yaliyopo katika uso wake, yaliyopo katika mdomo wake, hivi vyote huwa vinapuputika. Swaleni Mtume Muhammad. Kile kitendo cha kuchukua maji na ukasukutua, ukayapandisha puani na ukayatoa, basi Mtume Muhammad anatoa jibu kwa umma kwamba huyu mtu kwa kufanya kitendo kile, basi huporomoka madhambi ya katika uso wake na katika mdomo wake. Mdomo wa nani usiokuwa na madhambi? Tumenyamaza yawezekana hapa kwa kuisikiliza khutba, lakini tulipokuwa nje kabla ya kuisikiliza khutba, midomo yetu imetamka mambo ya kumudhi Mwenyezi Mungu, imesengenya, imekula nyama za watu. Lakini unapotawadha katika hiyo hatua ya kwanza, Mtume anasema kharrat khataya wajhi wa fihi wa khayashimihi, huporomoka madhambi ya maeneo hayo ambayo nimeyataja. Thumma idha ghasala wajhahu kama amarahu Allah, kisha anapouosha uso wake kama alivyomwamrisha Mwenyezi Mungu. Yani sisi tukitawadha tunapoosha uso, Mungu maana yake ndiyo alotuamrisha tuoshe uso. Mnaposimama kwa ajili ya sala, osheni nyuso zenu. Mungu anasema idha kumtum ila sala faghsilu wujuhakum, mnaposimama kwa ajili ya sala osheni nyuso zenu. Yani dinul Islam, dinul fitra wan nadhafa, ni dini ya maumbile na usafi uliovuka mipaka. Dini ya Uislamu ni dini ya maumbile,
na usafi uliopitiliza. Yani kutwa mara 5 unasukutua, na hapo kuna mswaki pembeni unapiga, unasafisha pua zako, unasafisha uso wako. Kuyafanya haya, moja ya mantiki yake na faida yake, makosa na madhambi ya viungo hivyo yanapuputika. Sasa unapokuja kuosha uso kama alivyokuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihiyaihi ma'a alma'i. Ukiosha uso, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huyaondosha yale madhambi yaliyosababishwa na uso. Usoni kuna macho, usoni kuna macho, na haya macho yanatakiwa yatazame vya halali na yasitazame vya haramu. Nikiyauliza macho yangu na macho yako vilivyotazamwa, yawezekana ujaangalia barabarani, lakini ulipokamata simu janja yako, smartphone yako, umeangalia vingapi kwa macho yako? Vitu ambavyo mlemavu wa macho hajaviona, lakini wewe umecheka peke yako, wewe umeburudika peke yako kwa vile vya haramu ulivyoviona kupitia macho yako ndani ya smartphone yako. Madhambi umeyachuma kwa kuona macho ambayo yamebebwa ndani ya uso. Sasa uso unapouosha kupitia udhu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anamjibu Amr ibn Abasa as-Sulami, na anatujibu Waislamu wote. Faida yake ni hiyo. Sallu ala Muhammad. Thumma yaghsilu yadayhi, kisha mwenye kutawadha ataosha mikono yake. Utaosha mikono yako. Pindi unapoosha mikono kinatokea kitu gani? Na unaiosha mikono ila almirfaqaini, mpaka kwenye fundo mbili. Yani udhu una discipline yake, una nidhamu yake. Usitawadhe kwa kughushi, usitawadhe kwa kufujar, kwa udanganyifu. Kila kiungo kinatakiwa kioshwe vile inavyotakiwa. Kwa sababu gani? Hivi viungo vya udhu navyo vitakuwa ni mmeremeto siku ya Kiyama. Wale waliokuwa wanatawadha ipasavyo watameremeta viungo vyao siku ya Kiyama kwa alama ya udhu. Sasa usende ukatawadha kwa haraka haraka, badala ya kufikisha maji mpaka katika fundo ya mkono, wewe unaosha mpaka katika nusu ya mkono. Unapata hasara, na hata lile lengo la kupuputikiwa madhambi unalikosa. Sasa mtu anapoosha mikono yake mpaka katika fundo mbili, anapofanya hivyo, kharrat khataya yadaihi, hupuputika madhambi ya mikono yake, min anamilihi ma'al ma, kuanzia katika vidole vyake pamoja na yale maji yanayomumunika. Yani yale maji yanavobubujika, unauosha mkono na maji yanabubujika, kumbe madhambi yanapuputika. Madhambi yanapuputika kwa kuosha mkono kupitia udhu. Na ndio maana swala ikafanywa ni ibada ya every day, yaumian, kila siku, usiku na mchana, kwa sababu swala inakwenda sambamba na madhambi. Umeswali salatu subhi, wewe ni binadamu, sio malaika. Umeteleza hapa katikati, umefanya kona kona, kuna michepuko ya midomo, michepuko ya mikono. Umekuja kuswali hii salatul Jumaa, umekwenda kutawadha au umetawadha ulipotoka, maana yake umekuwa mpya. Umekuwa mpya. Ukitoka hapo unakwenda kuanza tena madhambi alifu na ujiti. Al-asri ukija umetawadha tena, wewe umekuwa mpya. Sallu ala Muhammad. Mikono, unapotawadha mkono wako mpaka katika mirfaqain, maana yake unaipuputisha midhambi ya mikono yako. Huu mkono
katika logic ya grammar ya Arabic grammar, Mwenyezi Mungu akiutaja mkono ameutaja mwili mzima. Tabbat yada abi lahabi wa tabba, imeangamia mikono ya Abi Lahabi na amepata hasara. Isafirishi akili yako. Imeangamia mikono, tabbat yada abi lahabi wa tabba, imeangamia mikono ya Abi Lahabi na amepata hasara. Kwa hiyo kichwa kina survive, miguu ina survive kwa sababu imeangamia mikono. Umetajwa mkono kwa sababu ni kiwakilishi cha mwili mzima. Mikono yetu inachuma madhambi kila chini ya sekunde. Lakini unapokuja kutawadha, vile ambavyo tumefundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madhambi ya mikono yanapuputika. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe kutawadha udhu na kuswali kama alivyotufundisha, ili madhambi yetu ya viungo yaweze kupuputika. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al ayati wadh dhikril hakim. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم هو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Swala yako ikitanguliwa na udhu wenye sura hii, hukufutia madhambi, ukawa kama siku aliyokuzaa mama yako mzazi. Maana yake huna dhambi hata kiduchu. Swala. Na hii nikawapa asisti kidogo. Asisti yenyewe ni kwamba kwa kuwa swala yenyewe ina connection ya ufutaji wa madhambi, na mwanadamu ni mtu mwenye kuchuma madhambi. Sifa ya mwanadamu, kullu min adama khata'u, kila mtoto wa Adamu ni mwingi. Khata'u ismu mubalagha, yani mwenye kufanya makosa sana. Sasa sala imefanywa kuwa ni ibada ya kila siku ili iende sanjari na maisha ya mwanadamu. Mwanadamu kila anapokosea, akija kwenye sala inakuwa ni kama raba stempu yake inafuta yale madhambi yake. Sasa leo tunaona namna madhambi yanapopukutishwa kupitia maji. Kumbe sisi hatumwagi maji ya darasa tu. Kitendo cha kutawadha na kumwaga maji, maana yake unayapukutisha madhambi yako ya viungo. Kila kiungo kina madhambi. Kila kiungo kina madhambi, viungo vya mwili. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika moja ya hadithi yake alisema, anapopambazukiwa na asubuhi mwanadamu, viungo vyake vyote vinaudhalilikia ulimi. Viungo vyote vinavyotajika na vile ambavyo vigumu kuvitaja, vyote vinaupigia magoti ulimi. Vinasemaje? Ewe ulimi, innama nahnu bika, sisi tunakutegemea wewe ulimi. Hii asubuhi ya leo viungo hivyo vimeupigia magoti ulimi. Ewe ulimi, sisi tunakutegemea wewe. Inistakamta istakamna, ulimi ukinyoka na sisi tumenyoka. Wa in wajajta wajajna, na ulimi ukipondoka na sisi tumetereza. Kumbe hivi viungo vina maasi yake. Kama ingekuwa ni mwaka mara moja kama hija, tungeweza kweli sisi kuleta istighfari. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akaifanya sala inaendana na maisha ya mwanadamu na maisha ya Muislamu ya kila siku. Na hili ni eneo moja la udhu. Tuone Amri ibn Abasata as-Sulami anaendelea kupewa majibu na Bwana Mtume Muhammad. Thumma yamsahu ra'sahu, kisha
hupaka maji kichwa chake, hupaka maji kichwa chake, na kichwa kinapakwa maji, hakioshwi. Hunaka farqu baina al-ghusli wal-mashu, kuna tofauti kati ya kuosha na kupaka. Usije ukafungua bomba alafu ukakiingiza kichwa chako hivi maji yanamiminika kichwani. No, unayachukua maji, kisha yale maji unayamwaga, unapaka. Wote mnajua nyinyi namna ya kupaka mafuta. Kuna kukoga mafuta na kupaka mafuta. Sisi hatukogi mafuta, sisi tunapaka mafuta. Sasa viungo vyote ukitoa kichwa vinaoshwa, lakini kichwani unatakiwa upake maji, sio uoshe maji. Sallu ala Muhammad. Sasa Mtume anasema thumma yamsahu rasa, kisha anapaka kichwa chake. Kitendo cha kupaka maji kichwa, illa kharrat khataya rasihi, huporomoka, hupuputika madhambi ya kichwa chake, min atrafi sha'rihi ma'al ma, kuanzia ukingoni mwa nywele zake pamoja na yale maji anayoyapaka. Midhambi ya kichwa. Kichwa nacho kina madhambi yake. Madhambi hayo huwa yanapuputika kwa kufanyeje? Kwa kupaka maji kichwa. Tena ukiweza paka maji kichwa kizima, ni sunna. Thumma yaghsilu kadamaihi, kisha taosha miguu yake au nyayo zake, ila al-ka'bayn, mpaka kwenye kongo mbili. Hizi kongo mbili hizi zilizokuwa juu ya nyayo unatakiwa nazo uzioshe, sio unapaka nyayo tu au unaosha nyayo. Kwa hivyo mtu ataosha nyayo hizo. Anapofanya tendo hilo, kharrat khataya rijlaihi min anamilihi ma'al ma, huporomoka madhambi ya miguu yake kuanzia katika vidole vyake pamoja na yale maji ambayo anayotawadhia. Sasa hapa Mtume baada kueleza udhu na jinsi unavyopuputisha makosa, akasema faidha huwa qama, huyu mwenye kutawadha sasa anaposimama, fasalla, akasali, fahamida Allah ta'ala, akamshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu, wathna alayhi, na akamsifu Mwenyezi Mungu, wa majjadahu, na akamtukuza, billadhi huwa lahu ahlu, kwa zile sifa ambazo alizokuwa nazo. Yani unaposoma suratul Fatiha, maana yake wewe unamsifu Mwenyezi Mungu na unamtukuza Mwenyezi Mungu. Alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema zote anastahili Mwenyezi Mungu, bwana wa viumbe wote. Ar-Rahman, mwenye kuwarehemu watu wote, kuwaneemesha watu wote wema na wabaya. Ar-Rahim, mwenye kuwaneemesha waumini tu peke yao akhira. Maliki yaumiddin, mfalme wa siku ya malipo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tunakuabudu na wewe tu tunakuomba msaada. Ihdina siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyoka. Siratal ladhina an'amta alaihim, njia ya wale uliowaneemesha. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sio njia ya wale uliowakasirikia na waliopotea. Hapa umemsifu Mwenyezi Mungu sifa ambazo anastahili Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Basi wewe ukisimama na ukayafanya hayo kwa kumsifu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wafaragha qalbahu bisalam, na moyo wako ukaulazimisha uwe ndani ya sala. Asaliye bwana Mtume Muhammad. Yawezekana ukawa unasali lakini moyo wako haupo ndani ya sala. Unaswali, fikra zako zipo sokoni. Unaswali, fikra zako zipo school. Unaswali, fikra zako zipo katika kuuza na kununua. Ukajitahidi moyo wako uwe ndani ya sala. Nini ambacho kinachotokea? Kinachotokea nini? Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, illa ansarafa minhu khati'atuhu kahayatihi yawma waladatu ummu. Huyu mtu aliyotawadha na akasali katika sura hiyo, humuondoka insarafa anhu khati'atu, humuondoka midhambi yake, makosa yake,
akabakia kama siku ambayo amezaliwa kutoka katika tumbo la mama yake. Sallu ala Muhammad. Ndugu zangu Waislamu, udhu, mahusiano ya udhu na maisha ya mwanadamu, maisha ya Muislamu, mahusiano ya sala na maisha ya Muislamu. Swala ndiyo ibada ambayo inatatua majambo yote. Ukiwa na shida, rejea kwenye sala. Madeni yamezidi, rudi katika sala. Mahusiano kati ya mume na mke sio mazuri, rudini katika sala. Mtu aliyegombana na mkewe, aliyegombana na mumewe, akirudi katika sala kwa ikhlasi, sio kinafiki, billahi alaika, atafika mahala atamkubali Mwenyezi Mungu, atamaliza tatizo lake, atamuomba msamaha mumewe, atamuomba msamaha mkewe. Yani swala ndiyo connection baina alhayati wal insan. Swala ndiyo kiunganishi kati ya mwanadamu na maisha. Swala, misongo ya mawazo imekuzidi, rudi katika swala. Mtume anasema swala imeifanywa kwangu mimi kuwa ndiyo suluhisho la majambo yote, matatizo ya majambo yote. Wasta'inu bisabri wasala, muombeni msaada Mwenyezi Mungu katika kusubiri na kuswali. Sasa uwezi ukaswali, lazima kwanza utawadhi. Matunda ya udhu ni yapi? Viungo hivi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea nidhamu na udesturi. Kila unapotawadha kiungo kimoja, basi midhambi ya kiungo kile inaondoka, madhambi ya viungo vile vinaondoka. Unaweza ukajiuliza, mbona viungo vingine havikutajwa? Mbona viungo vingine havikutajwa? Nimekueleza kwamba mkono ukitajwa mkono unawakilisha nafsi ya mwili mzima. Sallallahu ala Muhammad. Yani Qur'ani ni kitabu ambacho kinaendana na mazungumzo sahihi, na Muislamu unatakiwa uyapime mazungumzo yako, sio unauachia mdomo wako katika kuzungumza tu. Mfano na utoa, kuna mfano wa watoto wadogo, kuna mfano wa vijana, kuna mfano wa watu wazima. Ndio Qur'ani inavyoeleza namna hiyo. Kwa ilivyo viungo vyako vyote. Leo unakwenda kutawadha, unamkuta na mwenzako mnazungumzia usajili. Mwaka huu bwana, Simba amesajili kweli kweli, Yanga amesajili kweli kweli. Mwaka huu bwana, unazungumza habari za Simba na Yanga wakati unatawadha. Kumbe vile viungo pia kuna dua zake. Unapotawadha, unaosha mkono wako wa kulia, Allahumma atini kitabi biyamini, Mwenyezi Mungu nipe kitabu changu mkono wa kulia. Unaosha mkono wa kushoto, Allahumma la tu'tini kitabi biyasari, Mwenyezi Mungu usinipe kitabu changu mkono wangu wa kushoto. Unaosha uso wako, Allahumma bayyidh wajhi yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu, Mwenyezi Mungu ufanye mweupe uso wangu, siku zitakuwa nyeusi nyuso za watu wabaya, na siku zitakuwa nyeupe nyuso za watu wema. Unaosha kichwa chako, Allahumma harrim sha'ri wa bashari wa basharati minan nar, Mwenyezi Mungu nywele wangu uharamishe na ugozi wangu katika moto. Sallu ala Muhammad. Unaosha mguu wako wa kulia, Mwenyezi Mungu la tazilla qadami yawma tazillu fihi alaqdam, usiuterezeshe mguu wangu katika sirata mustaqim, unapopita katika njia nyembamba siku zitaporomoka nyayo. Wewe kama hujui mambo haya, tawadha kimya kimya, usipige story wakati wa kutawadha. Upo katika ibada ambayo inakusafisha na madhambi. Sallu ala Muhammad. Unapotawadha kuwa serious na udhu wako, osha viungo kwa ukamilifu. Umemaliza udhu wako, umeingia kuswali, umeondoka mweupe. Hapa tukitoka, maana yake kwa watu ambao wametawadha katika sura hii na tukabahatika tukaswali katika sura hii ambayo tumeelezwa na Bwana Mtume, tukiondoka sisi tumeondoka ni weupe kabisa. Tumeondoka ni weupe kabisa udhu. Lakini la pili, nimewahusia tupende sana kukaa na udhu. Hata nyumbani kwako
Umemaliza kuoga, tawadha. Umeenda kuchimba dawa nyumbani kwako, kabla ya kutoka kule ulipokwenda kuchimba dawa, tawadha. Yani hobi yako ifanyie mazoea ya kukaa na udhu. Ukiwa na hobi hiyo huwezi ukashindwa. Kila kitu kinahitaji mumarasa. Mumarasa manake ni kule kudumu. Utajikuta wewe unasafiri na udhu. Sasa wewe unasafiri na udhu, hebu niambie, Mwenyezi Mungu kwa nini asikukinge na matatizo ya barabarani? Kwa nini Mwenyezi Mungu asikukinge na matatizo ya ndani ya gari? Unasafiri na udhu. Kina mama wa Kiislamu huwa mnayarundika yale majosho. Yale majosho huwa mnayarundika. Kuna janaba la miaka zaidi ya 20, mtu hajaoga janaba. Ananinunua janaba, lakini kuliondoa janaba hajaliondoa, anatembea nalo. Janaba linakutana na hedhi. Hedhi hiyo inamalizika. Hedhi zaidi ya milioni zinakwisha, mtu haogi. Hedhi inakwenda kukutana na nifasi. Nifasi hiyo mpaka inamalizika, mtu haogi. Ana janaba mwilini mwake, ana hedhi mwilini mwake, ana nifasi mwilini mwake. Wewe ni wakala wa sheitani. Wewe ni mpambe wa sheitani. Wewe ni katika grupu la mashaitani. Yani humo njiani sheitani nuksi zote anapopita, tunapokukuta wewe, anasema tumepata kile tunachokihitaji, kwa sababu wewe huna usafi wa aina yote. Janaba liko mwilini. Unamkuta mama wa Kiislamu anaoga janaba hilo, lakini nywele zake hataki ziingie maji. Anaoga nywele zake hataki ziingie maji. Anaoga hedhi, nywele zake ziingie maji. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mtu mwenye kuoga janaba kisha mwili wake kukawa kuna sehemu hayajaifika maji, lile janaba lako unaloga, kisha kukawa na sehemu maji haijafika, au kukawa na unywele ambao maji hayajaingia, umeweka mikalikiti yako, umeweka na yeloni yako ili maji asifike, fuila kadha wa kadha fi nari jahannam. Huyo mtu atafanyiwa mambo haya na haya na haya katika moto wa jahannam. Kuna matatizo mengine barabarani tunayatafuta sisi wenyewe kwa sababu hatupo katika usafi. Alwudhu silahul mu'mini, udhu ndio silaha ya mu'min. Hata mchawi wale wanaosafiri na ungo, tumemwona katika grupu jana, kuna mmoja mafuta yameisha juu, kaanguka chini, katoka huko. Kiumbe wa Mungu ana miaka 65. Kwenye ungo walikuwa nasafiri wako 30. Wako 30 na hawajajibana kwenye ungo wao. Mafuta yamemalizika, kaanguka kiumbe wa Mungu chini. Anaonekana sio kwamba yani toi labda, na anaulizwa maswali, haya imekuaje? Hayo madawa aliyojipaka paka usoni na kuaje? Hii ndio speed yenyewe manake. Na watu wasikuone, kaanguka. Sasa wale hata wakiwa kwenye uongo wao, wanapotaka kuja kukudhuru, wakakukuta wewe upo na udhu, wanakutafuta umetawadha, upo katika udhu kamili, watakukosa barabarani, watakukosa nyumbani kwako, lakini wewe unalala na uchafu uliopitiliza wa namna hiyo. Hata mtoto mdogo aliyetumwa leo, nenda we mtoto mdogo kamchezee mtupa, alafu ukakukuta huko mwepesi kiasi hicho, anakuchezea tu, anakugeuza, anakutia uvunguni, anakutoa kwenye chupa ya soda, yani anakufanya vile ambavyo anavyotaka yeye. Inna lillahi. Yani Uislamu hautupangii jambo kimchezo. Tuheshimu udhu. Udhu tuheshimu. Udhu ndio jambo ambalo linalo tumsaidia sisi Waislamu kuyafuta madhambi mchana kutwa mara 5. Wewe madhambi yako, na ndio maana Mtume roho inaondoka, ummati bisala, ummati bisala, ummati bisala, ummati wangu swala. Mitume wote wamekuja kuhimiza sala. Mitume wote wamekuja kuhimiza sala, na mitume wote wametawadha. Kuanzia Nabii Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Zakaria, Yahya, Ibrahim, Musa, Isa, Yesu Kristo, hao wote kabla ya kufanya ibada wametawadha. Sallallahu alaihi Muhammad, wametawadha.
Wametawadha. Nabii Isa kabla ya kufanya ibada kwenye sinagogi ambalo ndio msikiti wa Mayahudi, alikuwa kwanza anatawadha na anakwenda kufanya ibada. Haya yameelezwa katika Injili, yameelezwa katika Biblia. Mtume Muhammad nafsu shay. Kwa hiyo mitume wote wamekuja kuhimiza ile ibada ambayo ina connection ya moja kwa moja na maisha ya mwanadamu. Swala, ukidharau swala, hata kama utajiona wewe una riziki kubwa, hiyo riziki yako haina baraka. Ukiswali, Mwenyezi Mungu akikupa 100,000, ile 100,000 yako kupitia sala ina baraka kubwa sana kulikoni milioni 10 za mtu ambaye asiyeswali. Zinapita kalbarka al-khatif kama umeta. Nilikuwa na milioni 10, nimefanyia nini? Hana chochote. Lakini wewe ile milioni 1 yako, 100,000 yako, unaliona jambo ambalo unalifanyia kwa sababu ya nini? Sala, sala, sala. Tukishaondoka hapa kuswali sio mwisho. Wala tusifanye Eid kwamba sasa jamani swala zimeisha, alasiri tunatakiwa tena turudi. Tukimaliza alasiri, magharibi tunatakiwa tena turudi. Tukimaliza magharibi, Isha tunatakiwa tena kurudi. Tukimaliza Isha, asubuhi tunatakiwa tena kurudi. Na swala ndiyo ibada ambayo hakuna namna ya mtu kuacha. Huwezi kusimama. Wazee hawa wamekaa kwenye kiti, wamepewa ofa, kaeni kwenye viti. Funga, utaambiwa toa kibaba bwana. Lakini swala, swali mwenyewe kwenye kiti. Huwezi kuswali kwenye kiti, unafanyaje? Kaa kitako. Huwezi kukaa kitako, lalia mgongo. Huwezi kulalia mgongo, lalia ubavu wa kulia. Huwezi kulalia ubavu wa kulia, lalia ubavu wa kushoto. Huwezi kulalia ubavu wa kushoto, lalia tumbo. Huwezi kulalia tumbo, swali kwa kupitia akili. Muda wa kuwa network iko live. Goalkeeper hatoki golini na kulidi. Network bado inafanya kazi, swali hapo hapo kwa fikra. Hata kama upo kitandani, jamani nipeni dakika 2 ni swali. Unasoma suratul Fatiha, unarukuu kwa kichwa, unasujudu kwa kichwa. Ibada hiyo wewe alafu unaidharau vipi? Sallallahu ala Muhammad. Ibada ya namna hiyo, hija kama hauna mzigo wa kwenda Maka, imekula kwako, imekuwa faida kwako. Zaka kama hauna uwezo wa kutoa, umekosa khairi hiyo. Na mambo mengine mengi. Lakini swala ni ibada ambayo hamna namna ya kuiacha. Muda wa kuwa akili ipo, utaswali kiakili hapo hapo ulipo. Kwa sababu gani? Swala ina mahusiano ya moja kwa moja na maisha ya mwanadamu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم أصحابي سادة حنفاء وخص منهم الأبات خلفاء أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة باقين من العشرة وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد آمنا رخاء صير بلاد المسلمين. اللهم نوّر على أهل القبور قبورهم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واشف مرضى المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.